Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu mpenzi Muislam na ewe mpenda kheri kokote pale ulipo duniani, insha Allahu taala tumefanikiwa kwa idhini ya Allah subhanahu wa taala kufika katika kijiji cha Mkabeni. Hapa ni Chalinze, mkoa wa Pwani. Ndugu yangu Muislamu, hakika wakazi wa kijiji hichi wana dhiki kubwa kabisa na mtihani katika masala mazima ya maji. Ndugu yangu mpenda kheri, wallahi alazim, kama mnavyoona haya maji hapo mbele yenu ndiyo maji ambayo wanayoyatumia kwa kunywa, wanayoyatumia kwa kupikia, wanayoyatumia kwa kuogea, kufulia na harakati zingine za mwanadamu zinazohitaji maji. Ndugu zangu wapenzi wa kheri, enyi ambao mnaopenda kheri, enyi ambao mnapenda masala ya kheri kokote pale mlipo duniani, kama kuna pahala bora hasa pa kuweka sadaka yako, basi ni kwa hiki kijiji. Ndugu yangu Muislamu, wallahi wana dhiki kubwa kabisa ya maji. Allah kuteni nyoyo za huruma, Allah kupeni nyoyo za mapenzi, Allah kupeni nyoyo za kuguswa na shida na mitihani ya ndugu zetu wengine inayowafika. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, afdalu sadaqati saqiyul ma, bora ya sadaka ndugu zangu ni kunywesheleza maji. Sadaka nyingi kweli ni bora, lakini kuna sadaka bora zaidi, nayo si nyingine, Mtume anasema, ila ni kunywesheleza maji. Hivyo basi wachimbaji wa visima, watu ambao kazi yao ni kuchimba visima kuwaondoshea watu dhiki ya maji, hawa wana fadhila kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jina naitwa Ashura Rajabu, kijiji cha Fenskona. Tunaanza ya maji kwa kweli, kina mama maji hapa umbali, hawapo karibu. Wanafunzi kama hivi Jumamosi ndio watumie kuja visimani kufua, au Jumatano wanaporudi mapema shuleni. Kwa hiyo tufanyie msaada huo, wakubwa au viongozi, tupate umuhimu huu wa maji. Watoto wanateseka, wazazi, walezi pia, wote tunasumbuka kwa ajili ya maji tu. Kwa majina naitwa Hussein Ali Daudi, ni mkazi wa kijiji cha Lubaya, kitongoji cha Fenskona maarufu kama Mkabeni. Kiukweli tunaadha sana ya maji. Maji kama hivi mnavyoona, maanake kwanza maji si salama na safi, lakini pia ni umbali mrefu kutoka sehemu ya kijijini mpaka hapa. Kuna umbali ambao mrefu kwa ajili ya kupata huduma hii ya maji kama hivi. Maanake tunapata shida, wake kwa waume tunasaidiana hata kufua kama hivi mnavyoona. Maanake hiyo ni dalili kwamba ni jinsi gani sisi tunadhikika kuhusu hii hali. Kwa hiyo kupitia hii hali tunaomba msaada wenu kupitia kwa wakubwa wanaotusikiliza, na nyinyi pia mmekuja. Tunaomba sana tena sana, tukipata hali hii ya huduma hii, tunajua kwamba adha hii itakuwa kwetu imetupungua. Tunashindwa kufanya kazi zetu. Mpaka hivi asubuhi na mapema nimekuja na familia yangu kwa ajili ya kufua, na ikiwezekana moja kwa moja tupate huduma ya maji, na maji haya tunakunywa kama ninavyoona. Kwa kweli hayo ndio mawazo yangu. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu atujalie kila lenye kheri na kila lenye baraka, na yeyote atakayeguswa na hili akatenda jambo, Allah ajalie akikute kikiwa bora zaidi katika mizani ya hasanati zake siku ya mwisho, siku ya Kiyama.